Safi Media tunakabidhi mic ili uongee mawili matatu juu ya uelewa wako kwa Zuchu. Asante, karibu. Kizazi sana au sio? Mko poa, mko fresh? Kizazi au sio? Kwa kifupi sana, Zuchu ni msanii mpya wa kike, naweza kusema hivyo, na kwenye game ya Bongo Flava tulikuwa tunahitaji wasanii wengi wa kike waweze kupata nafasi, na Zuchu kaja kwa muda mfupi sana kwenye game na kafanya wonders. Toka mimi nimekuwepo kwenye industry ya media, sijawahi kuona msanii wa kike kama Zuchu amekuja kutambulishwa kwa muda mfupi na akafanya maajabu makubwa sana. Kuja na EP, kuja na downloads nyingi, kuja na views nyingi na streams nyingi. Ukiachana na hiyo pia kupokelewa na mashabiki wengi hadi viongozi wakubwa wa nchi akiwemo Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Congratulations kwako na uongozi mzima, lakini pia Watanzania wengi wamekupokea vizuri kwa mapenzi makubwa, wanakupenda. Tunaamini tarehe 18 hautawaangusha, na kuna siri zingine tuwezi kuzivujisha hapa, lakini tunaelewa kwamba kuna maandalizi makubwa na surprises kibao kwa ajili ya Watanzania. So tarehe 18 ni kitu kikubwa sana kinaenda kufanyika. Mumpokee kama ambavyo mmempokea toka alipotambulishwa rasmi. Katika upande wa media pia big up kwa media zote pamoja na online kwa kuweza kusupport industry. Kitu kimoja cha msingi ni kwamba media lazima zifike wakati ziweze kutambua talent ambayo ipo nyumbani Tanzania, na bila sisi hatuwezi kupeleka ujumbe kwa wengi zaidi. Kwa media pia imefanya kazi kubwa, sio tu kwa Zuchu, kwa wasanii wote, kuweza kutangaza utamaduni, kuweza kutangaza lugha ya Kiswahili pamoja na vipaji mbalimbali. So tuendelee kusupport kwa sababu mafanikio ambayo yanapatikana kwenye industry hii pia na media imechangia. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais alisema kwamba sanaa na burudani imechangia kwa asilimia kubwa pato la taifa. Hiyo yote pia imetokana na mchango wa media. So big up to you guys. Tuendelee kufanya kazi, na pia tuendelee kufanya kazi kwa moyo wa kusupport vijana kutoka mtaani, kuweza kuwapa ajira, kuwabadilisha maisha yao na kusaidia familia zao. Kizazi au sio? Bwana, shukrani sana. Asalamu alaykum. Mambo vipi? Mimi nilitaka nisigusie sana kwa upande wa muziki, kwa upande wa nyimbo za Zuchu, lakini kwa sababu Bwana Mendes ameanzia hapo, wacha na mimi nianzie hapo kwamba mimi nimepewa labda tuseme ni kipaji au nimepewa uwezo wa kujua kwamba msanii wa aina hii ni msanii ambaye ni kipaji, ni msanii ambaye hana kipaji. Hata kama labda una kipaji, lakini tutakapopata muda mimi na wewe kuingia studio lazima tupate kitu ambacho kiko bora zaidi. Na ndio maana mimi nimeanza kuamini kwa Zuchu mapema zaidi. Na ndio maana nikafanya naye nyimbo. Tuna nyimbo sijui 3 sijui 4. Umenielewa? Lakini pia sikutaka kutoa mimi kabla Zuchu hajawa yuko nje tayari. Yaani kwamba Zuchu yuko ndani ya lebo na sasa yuko mtaani. Kikubwa ambacho nilitaka kugusia ni kuhusiana na kukata tamaa. Kukata tamaa kwa wewe ambaye unaniangalia sasa hivi, kukata tamaa kwa aina yoyote, kwa sababu wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Nikwambie Zuchu pia na tushaongea mara kibao, ushakuja mara kibao kwamba bwana RJ mimi nimechoka, RJ mimi naenda kufanya kazi, RJ mama anategemea, lakini nikawa nakwambia endelea kusali, subiria wakati wa Mungu ukifika. Tunaamini kwenye muziki na kipaji chako ni muziki. Hakuna kitachoweza kukutoa zaidi ya kipaji chako. Umenielewa? Kikubwa ni kuamini kwamba muda wako utafika na kutokukata tamaa au vipi. Kwa hiyo uko nyumbani sasa hivi, Liza ambaye ni bilionea, amepata bilionea kwenye miaka mingapi? 45. 50. Liza amepata bilionea kwenye miaka 50. Angekata tamaa sasa hata kama shimo lake lile lingekuwepo sasa hivi. Kwa hiyo tusikate tamaa, tufanye kazi, tupende tunachokifanya, tufanye kwa passion, tufanye for love. Usifanye kazi kumuonesha boss kwamba nafanya sana kazi, nataka Simba nione nafanya sana kazi. Fanya kazi wewe, fanya kazi mwenyewe. Jamaa yule pale anafanya sana kazi, Nelly anafanya sana kazi. Hawafanyi kumuonesha Simba kwamba sisi tunafanya, wanafanya kwa wao. Muda mwafaka ukifika, muda sahihi ukifika, matunda yako utayaona. Zura, watu wameshakupokea. Umetukuta Wasafi wote tunafanya sana kazi. Nadhani unafahamu. Kenny Ulali, wote sisi hatulali, tunafanya sana kazi. Ili wazidi kukupenda, ili wazidi kukuamini, wewe endelea kufanya kazi wapi? Endelea kufanya kazi wapi? Bosi wako halali kwa nini ulali? Thank you so much.
Habari zenu ndugu waandishi. Majina anaitwa Don Fungwe kama alivyotambulisha Don Mendes. Sema mimi sio mzungumzaji sana, lakini nitaongea maneno machache kwa jinsi ninavyomjua Zuchu. Changamoto ambayo labda kubwa kwa Zuchu kwenye upokeaji labda wa simu pindi unapomhitaji kwenda kufanya kazi, lakini kikubwa nimpongeze, kila unachomwelekeza anakifanya kwa wakati ulio sahihi. Yangu ni hayo tu, maneno machache. Nampongeza sana, Mungu atamjalia, atafika anapotaka inshallah. Asante sana Don Fungwe, asante sana Don Fungwe. Naomba nichukue nafasi hii sasa ya kiongozi wake mwingine wa Zuchu aka Chuchu, Ricardo Momo, mzee wa Budehe. Naomba tukamilishe hapa, uongee machache. Asante sana. Makofi kwa Momo. Simama kaeni. Assalamu alaikum. Nimefurahi sana. Nimeona sura za bashasha kwa waandishi. Inaonyesha kwamba mmependezewa na hili jambo. Unajua hakuna kitu baya kama husda. Na husda unaweza kumweleka mtu akakuhusudu pasipo wewe kutaraji. Lakini kuna mtu ana smile, anacheka, unajua ameondoa husda. Nipigie makofi. Zuchu kuna kitu amenifundisha na labda na nyinyi niwafundishe ndugu waandishi. Najua kuna wengi ndio mnaanza kufanya kazi ya media au na ndoto na mna malengo. Zuchu ametufundisha msemo mmoja wa kwamba Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'as-sabirin. Kila mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Ili neno ukilisikia unaweza kuona kama ni dogo sana, lakini ni kubwa sana. Yaani wewe ukifanya subira tu unakuwa pamoja, au jana nakwambia watu Mombasa pamoja na Mwenyezi Mungu. Zuchu ana muda mrefu sana. Mbona tunafuta ninahubiri jina kata bwana. Na muda mrefu sana WCB kabla watu wakumfahamu. Na alikuwa miongoni mwa kukata tamaa. Labda niwaambie mimi ndio mfalme wa kuwapa watu matumaini. Wote unaona hawa. Mimi ndio gwiji babu ya Dar es Salaam, mzee wa Budehe. Vijana kikata tamaa mimi huwa nawapa maneno mazuri. Na sikwambie mtu hakuna maneno mazuri isipokuwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikongopeni. Na moyo wa mwanadamu ulivyo kama mwili na maneno kama kipodozi. Kwa hiyo ukitoa maneno mazuri kwa moyo wa mwanadamu unanawiri na unafanya subira. Ndio maana leo hii mnamuona Zuchu amenawiri kwa sababu ya subira na vipodozi alipata kutoka kwangu kwa maneno mazuri. Mkutoka mzuri msitaka mwenjoy. Kwa hiyo Zuchu jitihada, subira, bidii. Ilifika pindi Zuchu alinifuata mimi tuko ofisini Wasafi, alikuwa anatoa machozi, lakini sio JD ile. Nikamwambia Zuchu, usilie, wakati wako unawadia hivi sasa. Sasa meneja kweli, nikamwambia tatizo lako na kitu kimoja. Mara nyingi mwanadamu Mungu anataka akili yako unapofika mwisho yake ndio ianze. Mungu hapendi kuchanganya akili yako na yake. Utajiona naye gwiji, utajiona naye mwamba. Anataka ufikiri wewe mpaka unapoona mimi basi, ndio Mungu anaanza akili yake yeye. Kwa Zuchu alikata tamaa, Mungu ndo kaanza akili yake. Leo hiyo unaona anakula raha, anakula pension. Ndio binti ambaye mwenye bahati katika nchi hii. Ndio binti ambaye mpya ameshikwa mkono na Mheshimiwa Rais. Mpigeni makofi. Msiwe na choyo. Huo wakati wake. Nisongee sana kwa sababu mimi sio mwongeaji sana. Naogopa. Na mimi kama Keni. Basi niwajuze tu kwamba Keni vipi tunahitaji uzoefu na mambo.
na miaka miwili nazungumza kwenye mic, sina pressure kama mzee Yusuf, najiamini. Kwa hiyo niwatakie ndugu zangu kazi njema na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana, thank you so much. Ricardo Momo. Kuna chochote cha kuongezea? That's power. Kabla hujazungumza, anayecheka anacheka, anayetia neno lake kabla yako anatia. Wanaokutazama kwa bashasha wakisubiri utasema nini, wanakutazama. That's power. Na nguvu ya kweli haina maneno mengi. Huwa unakaa kimya alafu unaachia mawe, kama anachokifanya Zuchu, kama wanachokifanya watu wote wa WCB. Ametangulia kuongea mkurugenzi wa Wasafi Media Diamond Platnumz, na amezungumza vitu vingi. Mimi nikisema mengine nitavunja heshima, lakini ameongea Mkubwa Fella, ameongea Salamu, ameongea Tambwe, ameongea watu wengi. Alichokisema Romy Jones kuhusiana na uvumilivu na biashara ya muziki ni kitu kikubwa. Yamezungumzwa mambo mengi, lakini mimi nitajaribu kumkumbusha Zuchu vitu vichache sana. Zuchu ni msanii ambaye kama atatumia akili atapata mafanikio makubwa kuliko aliwahi kuyapata msanii yoyote yule wa muziki Afrika. Msanii yoyote yule wa muziki kwa Afrika, msanii wa kike hajawahi kupata bahati kama aliyopata Zuchu. La kwanza, Mungu kampendelea, ana uwezo mkubwa sana wa kuandika ambao mwingine hana. Kwa hiyo nguvu zake aweke hapo. Mungu kamjalia kwenye taaluma ya muziki kuna kitu kinaitwa vocal presence. Akisound Jay-Z unajua huyu ni Jay-Z. Diamond akiimba, akianza tu unajua huyu ni yeye. Kuna wasanii wenye sauti ambazo zikianza tu unajua ni yeye. Zuchu Mungu kamjalia hiyo bahati. Mungu kamjalia Zuchu amezungukwa na management inayojua biashara ya muziki. Ni nani ambaye anajua biashara ya muziki Tanzania kwenye soko la loko kulinganisha na Mkubwa Fella au Bob Tale au Diamond Platnumz? Na nani ambaye anaweza kusema anajua biashara ya muziki ya dunia kujifananisha na Salamu? Hao wote wamemzunguka Zuchu. Mungu kamjalia Zuchu, kampa kila kitu. Wasomi huwa wanasema media ni fourth pillar of the country. Kuna bunge linayoongoza nchi, kuna serikali, baraza la mawaziri, lakini media kwa nguvu iliyokuwa nayo inaweza kufanya mambo makubwa sana. Mtu mmoja tu aliamka Burundi, alafu akasema ingieni mtaani kaueni wale mende, Wahutu wakaenda kuwaua Watusi. Mtu mmoja tu aliamka. Ndio nguvu mliokuwa nayo nyinyi. Leo mmejaa hapa kwa ajili yake Zuchu. Imagine Zuchu anaweza kufanya nini kupitia nyinyi. That's the power you have. Na nilipofika nilikaa kimya, nilitaka mtambue nguvu maana yake ni nini. Power maana yake ni nini. Zuchu ana nguvu ya management, ana nguvu ya Mungu ambaye amempa kipaji, ana nguvu yenu nyinyi. Hivyo vinne nilivyovisema akivizingatia, mimi niko hapa kuisubiri safari ya Zuchu ambayo itakuwa ni kubwa kuliko ya msanii yoyote wa kike aliyewahi kutokea Afrika. Asante sana.